warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahdihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi sharafil azim. Watukufu wa Kiislamu, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana kwa watu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Wamekuwa watu wengi sana simu zao kwamba wanasumbuliwa na maradhi, kwamba maradhi yamekuwa mengi sana katika miili yao. Hata hapa kwetu Tanzania pia maradhi yamekuwa ni mengi sana. Mtu ameshangaika sana katika mahospitali, ameshangaika kwa madaktari mbalimbali, kwa matibabu mbalimbali, lakini bado Allah hajawafanyia wepesi kuhusiana na maradhi yao kupona. Sasa baada ya simu kwa nyingi, mimi nikaona bora nitoe klipu hii ili nikupeni dua ambayo inaponesha maradhi yako yote. Lakini dua hiyo uisome kwa imanan wa ihtisaban. Usome kwa kuwa na imani na utarajie malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hii ukiwa una maradhi yako ya aina yoyote, basi inaponesha maradhi yako. Utapona maradhi yako kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua yenyewe ni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Swala za mtume ziko nyingi sana, lakini hii ni swala special maalum kwa ajili ya maradhi tu. Swala ya mtume hii ni special kwa ajili ya kutoa maradhi tu, kwa ajili ya kuondosha maradhi uliokuwa nayo tu katika mwili wako. Kuhakikisha kama una maradhi ya aina yoyote katika mwili wako unasumbuliwa nayo, basi isome swala hii ya mtume Muhammad. Utaisomaje? Anasema chukua maji katika ndoo au kwenye bakuli au kwenye jagi au kwenye beseni. Ukishachukua maji yale, iwe ni maji ya bomba, maji ya mfereji, maji ya mvua, maji ya aina yoyote, lakini yawe masafi tu. Unaweza kuchukua mwenyewe katika bakuli lako au kwenye beseni lako, kisha yale maji yasomee swala hii ya mtume mara 100. Narudia tena, chukua maji kwenye ndoo au kwenye beseni au kwenye bakuli au kwenye jagi, kisha maji yale yasomee swala hii ya mtume mara 100. Kisha baada ya hapo maji yale utakuwa unakunywa, yanaingia katika mwili wako. Ili ni tiba, ni shifaa'un lahu, ni tiba kwa mtu huyo, au shifaa'un laka, ni tiba kwa wewe mnywaji maji haya. Kuhakikisha kama unasumbuliwa na maradhi ya aina yoyote na unataka upone maradhi yako kupitia swala ya mtume, basi chukua maji kwenye ndoo, kisha ile maji yasomee swala ya mtume hii mara 100. Kisha maji yale utakuwa unakunywa mara kwa mara, muda wote utakojisikia wewe mwenyewe. Kwa uwezo wa Allah, ndani ya siku 7 mfululizo ukifanya hivyo, utaona mabadiliko katika mwili wako, maradhi katika mwili wako yatapungua na mengine yatapona kabisa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Swala ya mtume hiyo ni ipi? Tayeb. Anasema swala hiyo ni hii: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Narudia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nini tafsiri ya swala hii ya mtume? Anasema, Allahumma, ewe Mola wangu, salli wa sallim, rehma na amani, ala sayidina Muhammad, zimwendee bwana wetu Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, Muhammad ambaye yeye ndio sababu ya sisi nyoyo zetu kutibiwa na kupata madawa, wa afiyatul abdani, na wewe Allah ndio mwenye kutupa afya katika miili yetu, wa shifaiha, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutuponesha maradhi yetu, wa nuril absari, na macho yetu yape nuru, wa dhiyaiha, na macho yetu yape mwangaza, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ipige swala hii ya mtume mara 100 katika maji yale, kisha maji yale kunywa. Kwa uwezo wa Allah, maradhi yako ya aina yoyote katika mwili wako yataondoka na utapona maradhi yako. Tumombe Allah tufanye pesi na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.